Bodaboda ni kazi kama nini? Kama kazi nyingine. Kikao chetu hiki kitakuwa kifupi kadri itakavyowezekana. Lakini niseme kikao chetu hiki kina mambo makubwa mangapi? Matatu. Jambo la kwanza tunazungumza juu ya usalama wetu, usalama wa kwetu kwa maana ya kata ya nini? Kata ya Moivaro. Na mimi naamini ninyi ni wadau muhimu sana kwenye usalama. Ni wadau muhimu sana kwenye usalama kwa sababu mna muda mrefu sana mkiwa barabarani. Whether usiku, whether mchana, lakini muda mrefu mko barabarani. Lakini mnapita vichochoro vingi, maana yake mnakutana na mambo mengi. Kwa hiyo mimi binafsi kama kiongozi wa kata hii na sisi wote hapa tumekaa tumetafakari. Tumejiridhisha pasipo na shaka kwamba ninyi ni watu muhimu sana kwetu. Mtatusaidia Moivaro ikae kwa kutulia. Kwa hiyo mtusamee, tumewaita kwa sababu hiyo. Na kwenye eneo la usalama mimi nimegawa kwenye maeneo makubwa mawili mpaka matatu. Eneo la kwanza ni usalama wa sisi kwa maana raia na mali zetu, ambaye naamini na ninyi ni raia pia. Raia na mali zao. Naamini sote sisi ni raia. Kwa nini nasema hivyo? Usiku ninyi mko barabarani. Mnaweza mkakutana na jambo lolote. Sasa mkikutana mkitupatia sisi taarifa, kazi yetu inakuwa rahisi sana. Inakuwa rahisi sana. Lakini kuna wengine wamevamia kwenye hii tasnia ya kwenu. Nilikuwa naambiwa siku kuna bodaboda na kuna nini? Kuna bodaboda na waendesha toyo, si ndio? Sasa nimeambiwa bodaboda ni usafiri salama na ni kazi kama kazi nyingine. Lakini sasa waendesha toyo nimeambiwa ni changamoto. Na wakati mwingine wanaweza wakasababisha nyie mkaonekana ni watu ambao sio salama, kumbe sio ninyi, ni wengine. Na ni kwa nini nasema hivyo? Kumetokea changamoto na ndio maana tumefikia hii hatua. Tumetokea changamoto kwenye ile eneo la usalama. Huwezi amini, kuna baadhi, na hisi ni wale dereva toyo, sio bodaboda. Na kuna wachache kwenye vijiwe wanauza bangi. Kuna wachache kwenye vijiwe wanauza bangi, kwenye vijiwe wanauza mirungi, lakini wanatumika kubeba piwa. Wanatumika kusafirisha piwa kutoka point A kwenda point B. Sasa ambao hao mimi naamini ni wale dereva toyo, kama sijakosea. Sio bodaboda, kwa sababu bodaboda wanafahamu majukumu yao. Na naamini bodaboda mmepata elimu ya kutosha. Sawa jamani? Kwa sasa kwenye haya maeneo hayo kwa maana ya bangi, piwa na mirungi. Sasa nikasema saa hizi tukianza kukamatana au tukianza kufunga vituo, tukasema kile kituo tunamuomba mwenyekiti wa bodaboda wilaya na wenzake wakifunge kwa sababu kunauzwa bangi ama kunakuwa na mirungi pale, tutakuwa hatujafanya sawa. Maana bodaboda wakati mwingine ninyi wenyewe mnaweza mkajidhibiti. Ninyi wenyewe mnaweza mkafunga vile vituo ambavyo mnadhani vinasababisha ninyi bodaboda muonekane sio watu wema. Kwa hiyo tukaona tuanzie hapo, tukutane kwenye ile eneo la usalama. Kuna mambo nimesema, usalama wetu wenyewe kwa maana ya sisi na mali zetu, lakini wale watu wachache wanaouza piwa, wanauza bangi kwenye vituo na mirungi, lakini wale wachache wanaosafirisha piwa. Na sisi tumekubaliana hapa kwenye ofisi ya kata tutashika bangi na piwa popote iliko. Yaani hata ukiwa unakatiza kutoka Chekereni unadhani unapeleka Baraa, hapa katikati sisi tukikushika tunakushikilia. Na juzi nyinyi ni mashahidi. Tulifanya kazi moja, na mimi sitaki kuwa na siri sana. Kuna mtu alikuwa anajiita Mwamba wa Lusaka. Sasa sijajua hilo jina kalitoa wapi. Kila tukijaribu kusema, tukijaribu kumwambia acha hatuelewani. Paka nimetoa maelekezo Baraa, wakamuita wakazungumza naye, lakini akaendelea. Juzi tumemshikilia kwa muda kidogo. Sisi tumekula kiapo kwamba ni marufuku piwa kuuzwa Moivaro wala kukatiza. Yaani hata ile story kwamba piwa inakatiza Moivaro. Sawa Shikilia mtu mwenye bangi, mimi na watu wangu wananisaidia. Ukinipa taarifa nitamuelekeza mtu anayenisaidia.
Ukinisaidia tukamshikilia mtu mwenye bangi tu, wao wakiondoka tu hivi, 50 inaingia kwenye simu yako, na hii issue ni asiri kabisa, na hii inaingia kutoka kwenye simu yangu. Tunaelewana? Ukinisaidia tu, mimi nimeshatenga saizi hapa nilipo, nimeshatenga 500,000 za mwanzo. Nimeshatenga kiasi cha shilingi ngapi? 500,000 za mwanzo. Maana yake nitakuwa nimeshashikilia watu 10. Sasa wewe usitake wala usiongee na watu wengi, wewe nipe mimi taarifa, alafu mimi kuna mtu nampa taarifa, anaenda site. Huyo mtu ukitoa maelekezo vizuri, akishashikiliwa tu, wao wakiwa wanaondoka hivi, wanaelekea kwenye mamlaka ya kudhibiti au polisi, wewe 50,000 zinaingia kwenye simu yako, wala hata tusionane, nataja namba. Lakini mkinisaidia kumshikilia mtu anayekatiza Mwivaro na Piwa, sio anapeleka mahali fulani, anatoka tu kusini mwa Mwivaro anaenda kaskazini, nyie mshikeni tu hapo hapo, mimi natuma watu wangu. Wale watu wakiondoka tu 50 zinaingia mfukoni. Sikiliza, huyo mtu ukitoa taarifa, wewe si umenipa mimi taarifa, alafu wakaja wakamshikilia huyo mtu, mimi nakupatia 50,000. Sikiliza, naomba tuende polepole. Umetoa taarifa hii moja, sasa kuna kikundi cha watu wawili, tumewashika watatu, lakini taarifa ni hii moja. Wewe 50,000 inakuhusu, sawa? Hatuhesabu watu waliokamatwa kesho. Mimi sijakuambia umshike, nimekuambia nipe taarifa, nisaidie mtu ashikwe. Tunaelewana? Lakini nisikilize, ikitokea mmemshikilia mahali ana mirungi kwenye mfuko wake, mmemweka chini ya ulinzi, ukaniita, mimi natoa 50,000. Yaani kila tukio natoa shilingi ngapi? 50,000. Haimaanishi kwamba kama mko 5 nitoe 50 kwa kila mmoja, hapana. Mamlaka ya maji, wewe umenisaidia tu, umemwona mtu anaiba, aidha ni nani, zile mita za maji zimekuwa zikiibiwa sana. Ukimwona mtu namna hiyo, mimi nikimshikilia 50 yako iko mkononi. Sawa jamani? Lakini pia ukibaini kiashiria chochote, yani kuna mtu ambaye unadhani ili kundi la watu sio salama. Sio salama. Yani unaona kabisa hawa ni wezi, wanaenda kuiba mahali. Ukatusaidia tukafanikiwa, na kwenyewe tunakufanyaje? Tunakupiga hela.